Wale ndugu zangu ambao mnahitaji kufanya ujenzi wa vyoo vya kisasa ambavyo havijai, huduma zimerejea vizuri sana kwa PMP Company Limited. Tunafahamu sasa hivi maeneo mengi sana mvua zinanyesha, wengine wanatapisha vyoo na wengine pengine mmeshapata adhabu kutokana na kutafuta mbinu mbadala za kutapisha vyoo, kutokana na ukweli kwamba vyoo vinawasumbua, vinajaa haraka sana, na wakati mwingine mnajikuta hamna gharama za kuweza kuita gari ya kunyonya uchafu. Sasa nataka niwape mchongo. Bwana, PMP Company Limited, mabingwa wa kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai, wamerudi tena wakiwa na kasi ya hali ya juu sana, ambapo wanakujengea choo cha kisasa kisichojaa na utakitumia wewe mpaka vitukuu vyako. Na unaweza kuwasiliana na PMP Company Limited kwa simu namba 0768643243. Ninaomba radhi kwa wale wote ndugu zangu ambao mmekuwa mkituma meseji za kunishukuru kwa kuunganisha na PMP Company Limited kwamba huduma ambazo mmefanyiwa ni huduma za viwango vya juu zaidi. Basi na mimi natumia nafasi kuwashukuru na kuwapongeza, lakini tunasema endeleeni kuwatumia PMP Company Limited kwa sababu wamekuwa kitusapoti sana kuhakikisha kwamba kazi za Yuhoma TV Media zinaendelea kufanyika katika viwango vya hali ya juu zaidi, na sasa wanatupeleka moja kwa moja pale nchini Ukraine pamoja na Urusi, na tutageuka barani Afrika. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amemfuta kazi aliyekuwa naibu waziri wa ulinzi kutoka katika bodi ya juu kabisa ya jeshi la pale Ukraine, ambapo rais wa Ukraine mnamo tarehe 12 mwezi Mei amemfukuza kazi aliyekuwa naibu waziri wa ulinzi Luteni Jenerali Ivan Haryuk kutoka makao makuu ya amiri jeshi mkuu. Haryuk alijiuzuru kwa hiari yake kama naibu waziri wa ulinzi kwa mara ya kwanza Aprili 11, huku kukiwa na kashfa kuhusu jinsi wizara hiyo inavyoshughulikia manunuzi ya ulinzi. Zelensky ametoa amri mnamo Mei 12 kumuondoa rasmi Haryuk kutoka makao makuu ya amiri jeshi mkuu, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ameamua kumuondoa kufuatia uamuzi wa Haryuk kuhamisha takribani hairini ya bilioni 78 ambazo ni takribani dola bilioni 1.8 kutoka kwa wakala wa ununuzi wa ulinzi DPA hadi katika kampuni ya kati ya Poland ili kununua risasi kwa ajili ya huduma ya ulinzi wa mipaka ya jimbo la pale Ukraine. Haryuk aliteuliwa kuwa naibu waziri wa ulinzi wa kwanza aliyesimamia ununuzi mnamo Mei mwaka 2024. Sekta ya ununuzi ya ulinzi ilifanywa marekebisho Disemba mwaka 2023 ikilenga kuzingatia viwango vya NATO katika ununuzi. Mojawapo ya mahitaji ya washirika wa NATO na Ulaya kwa Ukraine ilikuwa ni uanzishwaji wa mashirika mawili ambayo yangewajibika moja kwa moja kwa ajili ya kufanya manunuzi, hasa manunuzi kwa mahitaji ya vikosi vya wanajeshi wa Ukraine, sio kupitia wizara ya ulinzi au kupitia kwa wakandarasi. Muda mfupi kabla ya kujiuzuru, Haryuk mnamo April 7 alitangaza kwamba wizara ilipanga kuunganisha DPA na operator ya nyuma ya serikali kwa maana DOT, wakala ambaye anasimamia ununuzi wa vifaa visivyoweza kuua kwa wanajeshi. Tangazo hilo limekuja wakati waziri wa ulinzi Rustem Umerov akikabiliwa na uchunguzi kutokana na shutuma za ufisadi kwa juhudi zake za kuihujumu hiyo DPA. Mnamo Januari, Umerov alimfuta kazi Marina Belskova, mkuu wa DPA, katika hatua ambayo ilizua hasira kati ya wanaharakati wa kupinga ufisadi. Haryuk alitangaza kujiuzuru Aprili 11 na nafasi yake kuchukuliwa na Serhiy Boyev muda mfupi baada ya yeye kujiuzuru. Kwa hiyo kuna namna ambavyo upigaji katika taifa la Ukraine umeendelea, ambapo NATO baada ya kugundua kwamba walikuwa wakitoa fedha nyingi sana kwenda pale nchini Ukraine, lakini fedha hizo zilikuwa zinakwenda kutumika kununua silaha ambazo zilikuwa haziwezi kufanya jambo lolote pale nchini Ukraine, basi wao walitoa masharti yao, wakasema iundwe tume maalum ambayo itakuwa inashughulika kwenye masuala ya ununuzi wa vifaa vya kijeshi ambavyo vinahitajika jeshini, na ndipo walipomchagua huyo bwana Haryuk, lakini na mwenyewe ameonekana ni mpigaji mzuri tu, na ndio maana rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ameamua kumfutilia mbali, kumuondoa kazini. Sasa wakati huyo bwana Haryuk akifukuzwa kazi huko Urusi kwenyewe, mambo yanazidi kuwa magumu zaidi,
ambapo tumeona rais wa Urusi bwana Vladimir Putin ameamua kumuongeza muda katibu wa baraza la usalama la Urusi bwana Sergei Shoigu, ambaye ataendelea na utumishi wake wa kijeshi kwa miaka 5 ijayo, na ametia saini kandarasi ambayo itaendelea kumweka madarakani hadi mwaka 2030. Kandarasi ya katibu wa baraza la usalama la Urusi kwa huduma ya kijeshi imeongezwa hadi mwaka 2030 kwa miaka mingine 5. Shoigu aliwahi kuwa waziri wa dharura wa nchi hiyo kati ya Januari 20, 1994 na Mei 11, 2012, lakini pia amewahi kuwa gavana wa mkoa wa Moscow kuanzia Mei 11 hadi Novemba 6 mwaka 2012. Mnamo Novemba 6, 2012 aliteuliwa kuwa waziri wa ulinzi na alishikilia wadhifa huo hadi Mei 12 mwaka 2024, na baadaye nafasi hiyo ikachukuliwa na mtu mwingine. Mnamo Mei 12, 2024 aliteuliwa kuwa katibu wa baraza la usalama la Urusi. Cheo cha kijeshi cha Shoigu ni jenerali wa jeshi. Yeye ni mwanajeshi ambaye amepambwa na ambaye anashikilia jina la shujaa wa Urusi, ambaye amefanya mambo mengi sana akiwa na serikali ya Urusi chini ya bwana Vladimir Putin, ambapo walishiriki pamoja katika ile operation ya Urusi kule Syria. Lakini kama itoshi, ameshiriki kikamilifu katika uanzishwaji wa operation ya Urusi pale nchini Ukraine, ambayo imewafanya wa Ukraine kuwa katika nyakati ngumu zaidi kuliko nyakati nyingine zozote zile. Sasa tukiwa katika maeneo hayo yanayohusu mambo ya kijeshi na namna ambavyo kuna pindua ondoa, rudisha, pandisha, tunarudi katika bara la Afrika, ambapo bwana kwenye bara la Afrika nimependa story moja ambayo inahusiana na namna ambavyo Algeria imewafukuza maafisa wengine wa Ufaransa, na Paris yenyewe imesema itajibu moja kwa moja. Ufaransa itajibu mara moja na kwa uthabiti na kwa uwiano kwa uamuzi usioeleweka wa Algeria wa kuwafukuza maafisa wengine wa Ufaransa katika ardhi ya Algeria. Maneno ya waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa anafahamika kama Jean-Noel Barrot, ambapo amezungumza maneno haya tarehe 12 Mei mwaka 2025, akisema huu ni uamuzi ambao haueleweki na uamuzi wa kikatili. Mkuu huyu wa diplomasia wa Ufaransa amejibu katika mkutano na waandishi wa habari. Siku moja kabla, Algeria iliripoti kufukuzwa kwa maafisa wapya wa Ufaransa nchini Algeria, lakini pia hii ilimhusisha afisa wa balozi wa Ufaransa nchini Algeria. Wanadiplomasia wa Ufaransa nchini Algeria ni miongoni mwa Wafaransa wengine ambao wamechukuliwa hatua ya kufukuzwa nchini Algeria na mamlaka ya nchi hiyo. Mamlaka ya Ufaransa imethibitisha kwamba maafisa waliotumwa kwa muda mjini Algiers wametakiwa kufunga virago vyao na kuondoka nchini humo, lakini haielezwi idadi, lakini Alger inasema imewafukuza takribani maafisa 15. Alipoitwa Mei 11, 2025 na mamlaka ya Algeria, afisa huyo wa ubalozi wa Ufaransa mjini Algiers aliarifiwa kuhusu kufukuzwa kwa maafisa ambao kwa sasa wapo kwenye mission yao ya muda ya usaidizi nchini humo. Algeria inadai kwamba walitumwa kinyume na sheria, kwa hivyo wanapaswa kurejeshwa nyumbani mara moja. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa, na taarifa hii imenukuu vyanzo mbalimbali ikisema kuna hao maafisa wasiopungua 15 ambao wamefukuzwa kazi. Sasa tumeona Wafaransa wamesema uamuzi huu sio kwa maslahi ya Algeria wala sio kwa maslahi ya Ufaransa. Paris imethibitisha kufukuzwa kwa watu hao, lakini sio takwimu hiyo. Diplomasia ya Ufaransa inapingana na uhalali huo na inaamini kwamba watu hawa waliokuwa na passport za kidiplomasia hawakuhitajika katika taifa hilo katika kipindi cha siku 90. Siku ya Jumatatu, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa anayefahamika kama Jean-Noel Barrot alisema kuondoka kwa maafisa kwenye mission ya muda mfupi sio haki na hakuna uhalali, na kama walivyofanya mwezi uliopita watajibu mara moja kwa uthabiti kwa namna ambavyo inalingana na madhara ambayo imeyapata Ufaransa. Wanasema huu ni uamuzi ambao na uchukia kwa sababu sio kwa maslahi ya Algeria wala kwa maslahi ya Ufaransa. Mamlaka ya Algeria pia imeripotiwa kuwa mchakato wa kuidhinishwa kwa mabalozi 9 nchini Ufaransa ulikuwa umezuiliwa kwa miezi kadhaa. Katika miezi ya April, duru ya kwanza ya mapigano ilifanyika baada ya kuwafukuza
maafisa 12 wa Ufaransa kutoka Algiers kufuatia kukamatwa huko Ufaransa kwa maafisa wa kibalozi katika kesi ya utekaji nyara wa mshawishi na mkosoaji wa mamlaka ya Algeria. Ufaransa ilijibu kwa kuwafukuza maafisa 12 wa ubalozi wa Algeria na kumuita tena balozi wake ambaye bado yuko Paris. Tangu wakati wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili umesitishwa kabisa, kwa mujibu wa maneno yaliyotumiwa na Jean-Noel Barrot katika mahojiano na vyombo vya habari. Sasa Algeria tumeona na wenyewe wameendelea kutufundisha kwamba kuna kila namna ya watu kupambania kombe lao. Yaani hakuna sababu tena za kuendelea kuwanyenyekea hao majamaa ambao wapo katika bara letu kwa ajili ya kujinufaisha, bali sasa hivi ni kama mbwai na iwe mbwai. Mtu ataadhibiwa kwa namna ambavyo inatakiwa, na sio mtu aadhibiwe kwa aina ya uoga ambao nakutana nao. La hasha. Tunaendelea kuifuatilia taarifa hii kinaga ubaga na taarifa nyingine ili muweze kujua nini ambacho kinaendelea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.